Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 22 ya mwezi wa 3 mwaka 2026. Siku nzuri kabisa, siku ya Jumapili. Kuza vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Samia, tupendane kulinda amani. Ataka tofauti kiimani ziwe daraja la umoja. Mufti asema uhusiano wa Islamu wa Kristo mfano wa kuigwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Dr. Mwinyi ahimiza kudumisha matendo mema. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5. Serikali yaita uwekezaji trilioni 34 nishati. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Tume ya uchunguzi yatarajiwa kujibu hoja za wananchi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Jaji Manning kuagwa kuzikwa kesho kutwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Kamishna wa dawa za kulevya atishiwa maisha. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Mwanafunzi wa chuo akutwa amefariki chumbani. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. SMZ kujiimarisha usimamizi wa mali za umma. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, ninalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele Jumapili ya leo ni amani na upendo, ndio maneno yaliyotawala mawaidha salamu za Eid al-Fitri kutoka kwa viongozi wa dini, serikali. Suala la uwekezaji vijana la chomoza. Shura ya maimamu yaja na mambo 10 kuimarisha maadili, utawala bora. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 pamoja na ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Nukuu ya Rais Samia Suluhu Hassan ikisema, hatuna budi kuheshimu sheria za nchi na haki za wengine ili uhuru wa kuabudu usigeuke kuwa chanzo cha chuki, mgawanyiko au kuvuruga amani na mshikamano wa taifa letu. Fuata mwongozo huu kupata mikopo ya vijana. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5. Umuhimu wa kuisoma familia ya mwenza mtarajiwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 14. Upungufu wa maji, donda ndogo suluhu ya tajwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19 wa gazeti hili. Mume aliyeua mke kumchuna ngozi ahukumiwa kunyongwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Ronaldo Guardiola waijeju CAF kuhusu AFCON. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 24. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Gari lako linahitaji huduma ya haraka ya kitaalamu? Usijali, Ara Auto Garage iko hapa kukusaidia. Toa huduma za matengenezo ya magari ya aina zote, service ya magari ya kisasa, matengenezo ya engine na gearbox, kupiga rangi, kuagiza spare parts aina zote, huduma ya breakdown popote ulipo, upimaji wa changamoto ya gari kwa kutumia kompyuta ni bure kabisa, na wewe utalipa matengenezo. Ara Auto Garage ipo Songea mjini, jirani na hospitali ya mji. Wasiliana nasi kwa simu namba 0629205099 au 0789078374 na 0627781106. Usalama wa gari lako ni kipaumbele chetu. Ara Auto Garage, huduma ya haraka ya kitaalamu na ya kuaminika. Ninalo gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni uchaguzi BAKWATA. Samia ahadharisha, asema hakuna uchaguzi mdogo, huku akiwapa mbinu ya uweka utulivu na ustahamilivu sikukuu ya Eid al-Fitri. Mashehe wasisitiza amani, kujenga mshikamano, umoja na upendo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Marekani yapanga kupeleka askari wa ardhini Iraq. Habari katika ukurasa wa 17. Vijana
waitwa kuchukua bilioni 200, vigezo vya tajwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Mwalimu auawa, kichwa kiwiliwili vyatenganishwa, mwili wake wa kutwa umetupwa katika mtaa. Mwenyekiti wa mtaa awaomba wananchi kutoa ushirikiano kwa vyombo vya dola ili kuwabaini waliotekeleza mauaji hayo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Simulizi bodaboda alivyotapeliwa milioni 2 na rafiki yake kisa biashara. Habari katika ukurasa wa 4. Nani mwepesi kukimbia ndoa yake, mke au mume? Habari ni katika ukurasa wa 11, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Ninalo gazeti Mzalendo Jumapili ya leo lenye habari iliyopewa kipaumbele ni amani ni lulu. Rais Samia asema sio kila mtu anafurahia kuona Tanzania ikiwa katika hali ya amani, umoja na utulivu. Viongozi wa dini wasisitizwa kuwajenga waumini kiimani, kimaadili, kujenga taifa lenye ustahimilivu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Ramadhan chuo cha uchamungu Dr. Mwinyi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Tanzania yanadi fursa kubwa uwekezaji nishati ya Marekani. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Ujue umuhimu wa msajili wa hati na kamishna wa ardhi kwa kesi ya ardhi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Wawekezaji 400 kushiriki mkutano mkubwa Zanzibar. Habari katika ukurasa wa 11. Wazazi walezi, imarisheni ulinzi kipindi cha sikukuu. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Hii ikiwa ni makala ya malezi, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mzalendo katika ukurasa wake wa mbele. Ninalo gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi lenye limeandika baraza la Eid al-Fitr, Dr. Mwinyi Ramadhan ilikuwa chuo cha kuhuisha imani, ahimiza vijana walelewe kimaadili. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Habari picha ikimwonyesha rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi akisalimiana na makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar mstaafu Othman Masoud Othman walipokuwa kwenye sala ya Eid al-Fitr iliyofanyika jana katika msikiti wa Jamii Zanzibar. Zanzibar Leo limeandika Rais Samia akabidhi zawadi za Eid wilaya 5. Habari katika ukurasa wa 6. Mama Mariam Mwinyi atoa mkono wa Eid kwa wazee yatima. Habari katika ukurasa wa 2. Dr. Mngereza ahidi kusimamia nidhamu kwa utendaji. Habari katika ukurasa wa 3. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Lukiza Autism Foundation ikishirikiana na Wizara ya Afya inakuletea msimu wa 5 wa mbio pendwa jumuishi, mbio ya usonji Run for Autism Tanzania Half Marathon itakayofanyika siku ya Jumamosi ya tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka 2026 Oyster Bay jijini Dar es Salaam. Malengo ya mbio hii ni kuadhimisha siku ya kuelimisha jamii kuhusu hali ya usonji duniani, kuhimiza mtindo bora wa maisha wa kufanya mazoezi, kuwashawishi wanafamilia wote wenye wanafamilia wenye usonji au ulemavu mwingine kutofungia ndani, wakutanisha na wadau mbalimbali wa usonji kwa lengo la kujuana, kufurahi pamoja na kuongelea haki na mahitaji ya watu wenye usonji na hali nyingine. Fedha zitakazopatikana zitaendeleza utekelezaji wa mradi wa ustawi wa kila mtoto, viashiria vya usonji. Gharama za usajili ni shilingi 35,000 tu. Kujisajili sasa, ingia kwenye tovuti ya www.runforautismmarathon.co.tz au piga simu namba 0783639335. Na sasa tukiwekea habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani Jumapili leo. Mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti lenyewe limeandika namba zinakataa 83-82-27 Mtibwa Sugar itibulia Yanga Diara. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Matokeo ikiwa ni Yanga 1 Mtibwa Sukari 1. Ijayo ni dhidi ya Tanzania Prisons April 4 mwaka 2026. Dakika 90 za moto ni Simba dhidi ya TRA. Saa 1 kamili usiku Meja Isamuyo. TRA United imebadilishwa sana ikiwa chini ya kocha mzoefu raia wa Burundi. Habari katika ukurasa wa 2. Ligi kuu Zanzibar kupigwa bara. Habari katika kurasa za ndani. Chuck Norris aliza mastaa bongo. Habari katika ukurasa wa 9 wa gazeti hili. EPL Brighton 2 Liverpool 1 Carabao Cup finali ni Arsenal dhidi ya Man City. Mchezo unapigwa saa 1 na dakika 30 usiku Wembley. Gazeti hili limeandika rekodi mbalimbali. Mechi ni jumla ya 214. Arsenal ameshinda mechi 100, Man City ameshinda mechi 62, sare ni 49. Mechi ya mwisho ilipigwa Septemba 21 mwaka 2025 uwanja wa Emirates. Arsenal walipata sare ya goli 1-1 na Man City.
Mwanaspoti pia limeandika Mikel Arteta ndugu yake ikisema, ukiwa kwenye mchezo wa fainali kama huu halafu umekaa muda mrefu haujachukua kombe, unatakiwa kuhakikisha. Ndugu ya Pep Guardiola inasema ni heshima kubwa kucheza kwenye uwanja wa Wembley. Tunakwenda tukiamini kuwa tuna rekodi bora. Undani wa taarifa hii ni katika kurasa za ndani za gazeti ya Mwanaspoti. Mwanaspoti limeandika EPL leo Jumapili ni Aston Villa dhidi ya West Ham, mchezo unapigwa saa 11 kamili Villa Park, Birmingham. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Ukurasa wa nyuma wa gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenye limeandika Mtibwa yaigomea Yanga, Nemes ampongeza Manula kurejea Stars, kivumbi Simba TRA United leo. Lakini pia gazeti hili limeandika dunia yaombeleza kifo cha Chuck Norris, habari katika ukurasa wa 21. Mtaka utaka urais TOC, habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Na gazeti hili linakamilisha udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania hapa Toka Zamani TV.